Maafisa wa Marekani na Ukraine walikutana Jumanne mjini Jeddah, Saudi Arabia kwa mazungumzo kuhusu juhudi za kumaliza vita kati ya Russia na Ukraine, huku pande zote mbili zikisema Kiev inaunga mkono mpango wa Marekani wa sitisho la mapigano kwa siku 30. Taarifa ya pamoja baada ya mazungumzo imesema Ukraine imeeleza iko tayari kukubali pendekezo la Marekani kutekeleza mara moja sitisho la mapigano kwa siku 30 ambalo itabidi likubaliwe na pande zote, ambalo pia lazima litekelezwe na Russia. Marekani itawasiliana na Russia kwa sababu ridhaa yake kwa mpango huo ni muhimu ili kufikia amani. Imeongeza kwamba Marekani itaondoa mara moja hatua ya kusitisha kushirikiana taarifa za kijasusi na kuanza kutoa tena misaada ya kiusalama kwa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mshauri wa usalama wa taifa Mike Waltz waliongoza ujumbe wa Marekani kwenye mazungumzo hayo ya Jeddah kufuatia juhudi za Rais Donald Trump kutaka vita vilivyoanza mapema mwaka 2022 baada ya Russia kuivamia Ukraine vimalizike. Rais Donald Trump Jumanne alasiri alibadili msimamo kuhusu tishio lake la kuongeza ushuru maradufu kwenye chuma na aluminium kutoka Canada. Trump alikuwa ameahidi kuongeza ushuru huo kutoka 25% hadi 50%, na saa chache baadaye soko la hisa hapa Marekani lilitikiswa na tangazo la Trump. Trump amebadili msimamo baada ya gavana wa mkoa wa Canada wa Ontario kuachana na mpango wake wa kuongeza ushuru wa 25% kwenye umeme mkoa wake unaouza kwa wateja milioni 1.5 wa Marekani. Hayo yakiarifiwa, baraza la wawakilishi la Marekani linaloongozwa na wa Republican Jumanne limepiga kura kuziwia uwezo wa bunge kupinga kwa haraka ushuru uliowekwa na Rais Trump kwa nchi washirika wa kibiashara wa Marekani. Afisa wa ngazi ya juu wa Hamas amesema kwamba mazungumzo mapya kuhusu sitisho la mapigano huko Gaza yameanza Jumanne katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Duru mpya mazungumzo ya kusitisha mapigano ilianza Jumanne, Abdul Rahman Shadid amesema katika taarifa. Kundi letu limeingia kwenye mazungumzo haya kwa nia njema na uwajibikaji. Israeli ilituma pia timu ya wajumbe wake kwenye mazungumzo hayo yenye lengo la kuongeza muda wa sitisho la mapigano huko Gaza, lakini haijatoa maelezo kuhusu mazungumzo hayo. Shadid amesema tunatumai duru ya sasa ya mazungumzo itatufikisha kwenye hatua thabiti kuelekea kuanza kwa awamu ya pili ya utekelezaji. Ameelezea pia matumaini yake kwamba mjumbe wa Marekani katika kanda ya Mashariki ya Kati Steve Witkoff atasaidia kuanzisha mazungumzo kwa ajili ya awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Na mtaalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Haiti William O'Neill Jumanne amewaambia waandishi wa habari mjini New York kwamba hali ya kiusalama nchini Haiti ni tete, huku akiwataka wahusika wa kitaifa na kimataifa kuheshimu haki za binadamu. Harrison Kamau anaarifu zaidi. Taifa hilo limeendelea kushuhudia ghasia za magenge na Umoja wa Mataifa unakisia kwamba tayari magenge yamechukua udhibiti wa 85% ya mji mkuu wa Port-au-Prince. O'Neill amesema kuwa hali inazidi kuzorota zaidi kila anapotembelea taifa hilo. Amesema kwamba kutojali na ufisadi ni vizingiti vikuu katika kuvunja magenge hayo. Amesema kwamba serikali ya Haiti ni lazima iweke kipaumbele cha kumaliza maovu hayo mawili. Ghasia za magenge nchini Haiti zimeendelea licha ya kuwepo kwa walinda usalama wa Umoja wa Mataifa wakiongozwa na kikosi cha Kenya. Afisa mmoja wa polisi wa Kenya alipigwa risasi mwezi uliopita wakati wa makabiliano na magenge. O'Neill alisema kwamba ameomba Marekani kubatilisha hatua ya kupokonya wahamiaji wa Haiti hati za muda za kuishi Marekani ambazo kwa muda mrefu zimewaruhusu kuishi na kufanya kazi. Mwezi uliopita utawala wa Trump ulitangaza kuwapokonya hati hizo wahamiaji 1500 wa Haiti, na ambazo sasa muda wake wa mwisho ni Agosti mwaka huu. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Angola Jumanne ilisema itajaribu kuanzisha katika siku zijazo mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na waasi wa M23 ambao inasemekana wanaungwa mkono na Rwanda. Hapakuwa maelezo ya moja kwa moja kutoka serikali ya Kongo ambayo imekuwa ikipinga mara kwa mara kufanya mazungumzo na waasi hao wa M23. Taifa hilo la kusini mwa Afrika limekuwa likijaribu kuwa mpatanishi ili kufikia sitisho la mapigano la kudumu na kupunguza mvutano kati ya Kongo na jirani yake Rwanda, ambayo imekuwa ikituhumiwa kuwaunga mkono M23. Rwanda inakanusha kutoa silaha na wanajeshi kwa waasi wa M23 na inasema kile jeshi lake linachofanya ni kujihami dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wenye nia mbaya dhidi ya Kigali. Waasi wa M23 waliteka miji mikubwa ya mashariki mwa Kongo tangu mwezi Januari. Rais wa DRC Felix Tshisekedi alifanya ziara ya kikazi mjini Luanda na alikutana na mwenzie Joao Lorenzo
ofisi ya rais wa Angola ilisema katika taarifa kwenye Facebook. Angola kama mpatanishi katika mzozo wa mashariki mwa Kongo itaanzisha mawasiliano na M23 ili wajumbe kutoka Kongo na M23 wafanye mazungumzo ya moja kwa moja mjini Luanda katika siku zijazo, ofisi ya rais iliongeza. Maafisa wa Filipino wanasema rais wa zamani wa nchi hiyo aliyekamatwa Rodrigo Duterte aliondoka mjini Manila akiwa ndani ya ndege na atakabidhiwa mahakama ya kimataifa ya jinai mjini The Hague. Ndege iliyokuwa inambeba Duterte iliondoka Manila Jumanne jioni. Alikamatwa baada ya kuwasili na familia yake kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Manila Jumanne asubuhi akitokea Hong Kong chini ya hati ya kumkamata ya ICC. Mahakama hiyo ya kimataifa iliamuru akamatwe baada ya kumshtumu kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu kutokana na sera yake mbaya ya kutokomeza biashara ya dawa za kulevya ambayo alikuwa anaisimamia akiwa madarakani, serikali ya Ufilipino imesema. ICC imekuwa ikifanya uchunguzi wa mauaji makubwa kuhusiana na sera hiyo ya Duterte alipokuwa akihudumu kama meya wa mji wa kusini mwa Ufilipino wa Davao na baadaye kuhudumu kama rais. Wanamgambo nchini Pakistan walishambulia treni ya abiria Jumanne katika mkoa wa kusini magharibi wa Balochistan na kuchukua mateka wengi. Maafisa wanasema treni hiyo, Jafar Express, ilikuwa inasafiri kutoka Quetta, mji mkuu wa Balochistan, kuelekea Peshawar, mji mkuu wa mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa, iliposhambuliwa vikali kwa risasi muda mfupi baada ya kuanza safari. Treni hiyo ilikuwa inabeba abiria 450 wakiwemo maafisa wa usalama. Kundi la waasi la Baluch Liberation Army au BLA limedai kuhusika na shambulizi hilo. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, kundi hilo ambalo linataka kujitenga limesema lililipua barabara za treni na kuchukua zaidi ya abiria 100 kama mateka. Kule kwenye habari ni kwamba Marekani na Ukraine kufuatia mazungumzo ya Jumanne huko Saudi Arabia kati ya maafisa wa nchi zote mbili wamependekeza sitisho la siku 30 la mapigano, wakati Marekani ikisema itarejesha mara moja misaada ya kijeshi kwa taifa hilo. Kufuatia pendekezo hilo, nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba, mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, na kwanza kabisa nikataka kujua amechukuliaje hatua hiyo. Tangazo hilo linasaidia, lakini ikumbukwe kuwa ni pendekezo. Tutakuwa tunangojea majibu ya kutoka Urusi kukubali hilo pendekezo. Tutaona kunaendaje. Profesa, hali hii imefanyika wakati wa utawala mpya wa Marekani wake Donald Trump. Iwapo kuna hatua zitapigwa, hali hii itafanya serikali ya utawala mpya wa Trump uchukuliwe vipi? Wakati huu Ukraine iko tabani, na kusema kweli walikuwa pia, Marekani ilikuwa imesimamisha usaidizi wa zana na kifedha kwa Ukraine, pia ikawanyima picha za satellite za ujasusi ambazo zinaonyesha penye majeshi ya Urusi hapo. Kama itasaidia umaarufu wa Rais Trump sijui, sababu wakati huu Europa hawamuamini Trump, na wewe wajua pia Canada hawamuamini Trump. Kama itarudisha umaarufu wake, itangoja tuone nini wataafikiana na Putin, ndicho kitaamua kama umaarufu wake utarudi. Mjumbe maalum wa Marekani huko Mashariki ya Kati, Bwana Steven Witkoff, amesema kwamba atasafiri moja kwa moja hadi Moscow ili kuzungumza na maafisa wa Russia kuhusu sitisho au uwezekano wa sitisho la mapigano. Unafikiri hatua hiyo huenda pia ikaleta afueni? Russia haijasema lolote, imenyamaza kabisa. Kuanza kubashiri kitakachofanyika huko Moscow, wakati huu hatuwezi tukabashiri, lakini ikiyumkinika na wakubali itasaidia sana, maana Ukraine ilikuwa iko kwa hali mbaya. Kuna mbunge mmoja wa kule Russia kwa jina Mikhail Seremet ambaye aliambia chombo cha habari cha Russia muda mfupi baada ya tangazo hilo kwamba Russia ingependa sitisho la mpigano lakini haitakubali kudanganywa. Unafikiri anamaanisha nini wakati anaposema hivyo huyu mbunge wa Russia? Nategemea kama kudanganywa ni kutoka Marekani au kudanganywa kutoka Ukraine. Kujaribu kuelewa nini anasema ni kuwa Russia inataka kubaki na sehemu za nchi ya Ukraine ambazo imeshikilia. Inataka kusema kusitisha ni bora Russia ibaki na ile sehemu ya nchi ambayo imeshikilia. Na ikumbuke wakati huu pia majeshi ya Ukraine yaliyo Urusi sehemu ya Kursk yanasukumwa nyuma na majeshi ya Russia. Basi kwa kifupi kabisa, Profesa, kwa maoni yako, dalili hii ni dalili ya aina gani? Ni dalili yenye matumaini au ni dalili ambayo bado haiwezi kuaminika? Ni dalili ya sintofahamu, sababu serikali ya Trump leo inasema hiki, kesho inasema kile. Ikumbukwe kuwa vikwazo vya kiuchumi ambayo
Marekani imeiwekea Canada kila siku kugeuka. Kwa hivyo serikali ya Marekani ikija kwa sera za nchi za kigeni imekuwa ndumakuwili au nduli ambayo hujui leo anaenda kushoto, kesho kutwa anaenda kulia, jana alienda juu, kesho anateremka. Na hapo Russia ndio haiamini hata Marekani kuwa wanaweza kutegemea kuwa Marekani itasimama kidete upande mmoja. Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mji wa Salisbury hapa jimbo la Maryland. Patrick, mambo bado yanaendelea kuwa mengi na pia hatua zinapigwa kama tulivyozungumza jana. Unakumbuka tulisema kwamba mazungumzo haya yanazalisha hatua kwa kweli ambazo zinaonekana, na umeona hatua ni kwa kweli zilizopigwa jana kule Jeddah, Saudi Arabia. Wewe unaonaje? Ni kweli hatua imepigwa baada ya mazungumzo kati ya maafisa wa Marekani na maafisa wa Ukraine. Sasa leo kinachosubiriwa kama alivyosema mchambuzi hapa na Mwamba ni kujua je, Russia itakubaliana na yale ambayo wamefikia kule Jeddah. Lakini na ripoti ambazo nimeona sasa hivi ni kwamba taarifa ni kwamba mjumbe wa Trump anayefuatilia hili swala la mzozo kati ya Russia na Ukraine atajielekeza Moscow kukutana na viongozi wa Moscow. Vile vile rais wa Marekani baada ya taarifa hizo za Jeddah alisema kwamba pia atafanya juhudi ya kuwasiliana moja kwa moja na Rais Putin wa Russia. Sasa tutasubiri tuone. Mambo ya kusubiri tuone yanakwenda wapi.